Lakini tuwapongeze mapadre ambao leo wataondoka wakiwa na vitendea kazi hayo yanawahusu zaidi wao katika utume wao, na kwa namna ya pekee leo siku ya kwao mapadre ndani ya mwaka wa jubilei. Tuwapongeze mapadre wetu. Nasi sote tulioshiriki, watawa, waamini walei, pamoja na mapadre wetu katika adhimisho hili la uhalisia wa kichungaji, na sisi waamini walei, watawa ndio walei wenyewe wa uchungaji. Basi na sisi tujipongeze kwa makofi na vigelegele. Basi naomba nichukue nafasi hii sasa kwa ajili ya matangazo kabla ya baraka ya mshamba wa askofu. Jubilei 2025, mahujaji katika matumaini. Basi mambo mawili makubwa kabisa yanayotuhusu muda mfupi ujao. La kwanza ni adhimisho la uaskofusho na jambo la pili ni hija ya msalaba. Kwa hiyo tuanze basi na uaskofusho, ambapo Mwashamu Romanus Ela Mwihali, askofu mteule wa jimbo la Iringa, atapokelewa tarehe 26 mwezi wa 4 na tarehe 27 mwezi wa 4, yaani Jumapili hiyo ya pili ya Pasaka. Katika adhimisho hilo atawekwa wakfu na kusimikwa kuwa askofu wa jimbo la Iringa, na sambamba na maadhimisho hayo, yeye kwake mwaka huu ni wa jubilei ya miaka 25 ya upadre wake. Basi huko aliko tumpigie makofi. Mapokezi ya askofu mteule Romano. Siku ya tarehe 26 itakuwa Jumamosi 26 mwezi wa 4. Mapokezi, sisi kwa uwakilishi wa Iringa tutaenda pale ambapo ataletwa na wanajimbo la Mfinga, panaitwa Rutitiri, parokia ya Ulete pale. Saa 2, kuanzia saa 2. Saa 3 kamili tutafanya ibada fupi ya utambulisho, tutampokea na kuanza kuja naye huku kwenye jimbo atakaokabidhiwa. Msafara kwa hiyo utaanza saa 3 asubuhi. Na huko njiani tutawaomba maparoko wa parokia za Ifunda, Mlolo, Kogolo wahamasishe waamini wakae baadhi ya maeneo ambapo atapita na kumshangilia. Atakuwa ndani ya gari, lakini kama mazingira yanaruhusu, kwa sababu ile ni barabara kuu, atakuwa anatoka walau wamuone bila kusimama. Atakuwa anatoka kwenye ile gari na kidirisha, anatoka na kuwaona, wanamuona na anapita. Na tunatarajia kwamba aanze kuingia maeneo ya manispaa, hasa Iringa huku, kuanzia pale Samora kwenye ile tunaita roundabout. Mnamo tuseme saa 4 kwa kweli, ili tuwai, maana tukisema saa 5 watu wanakuja saa 6. Kwa hiyo saa 4 tunawaomba maparoko wa parokia za manispaa wahamasishe waamini tuanze kujipanga kuanzia pale Kiplete au roundabout kuja eneo lote la manispaa katikati ya mji. Tuwepo kushoto na kulia kwa barabara hiyo inayoitwa Uhuru Road au barabara ya Uhuru. Tujipange, tumpokee kwa shangwe, tujitokeze kwa wingi. Bahati nzuri siku hiyo ni Jumamosi, wengi hawaendi kazini, watoto hawaendi shuleni, walimu hawaendi kufundisha. Wafanyabiashara tutaomba washangilie, wakiwa waje kidogo na washangilie. Tujitokeze kwa wingi kabisa. Kwa hiyo maparoko wa manispaa tunawaomba sana wahamasishe watu kuanzia Dominika hii ya Matawi na ya Pasaka ili watu wajitokeze kwa wingi. Kwa hiyo tutafuata hiyo barabara ya Uhuru Road mpaka inapoanzia barabara ya Dodoma Road, yaani pale zinapoishia hizo barabara mbili tunapoita TANESCO ya zamani au pia idara ya maji. Pale sasa pia
na tukumbuke kwamba kuanzia Samora atakapofika tu pale roundabout atatoka, tutamuona sasa, atatoka ndani ya gari, atakuwa anaonekana vizuri, tunaita passport size. Kuanzia hapa kwenda juu ataonekana, na tumpungie mikono, na yeye atatupungia, tupate baraka, manispaa mji upate baraka yake, mpaka atakapofika hapo mahali panaitwa FFU. Tafsiri yake yani Field Force Unit. Tafsiri kwa Kiswahili, fanya fujo kuona. Hapo kwenye njia inayokuja juu sasa kwa baba anayekuta pale, atashuka kwenye gari, tutakuwepo kushoto na kulia. Msafara utasimama, yeye atashuka na atapokelewa na mimi na baba anayekuta na maaskofu atakao kuwepo hapa na maabati na baadhi ya mapadre. Atatembea polepole kuja kuelekea kwenye lango la kanisa, na tutakuwa na ngoma maarufu ile ya kurukaruka, watakuwa wametangulia, na sisi wote kwa shangwe kubwa kabisa tutampokea hapo mpaka atakapoingia kwenye gate hilo lango la kanisa na kufika hapa kanisani, ambapo tutakuwa na sala, utambulisho kidogo, na ataenda nyumbani kwake. Sasa baba askofu Kalekuta atamkaribisha na kumuonyesha nyumbani. Sisi wengine tutabaki na kuendelea kushangilia hapo kwenye viwanja vya parokia yetu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Na saa 10 kamili jioni hapa ndani itafanyika ibada ya viapo, tunasema masifu ya jioni, ambapo sasa atafanya viapo vya kiaskofu, ataungama kanuni ya imani na kadhalika. Sasa kanisa hili tunapoliona litajaa mapadre, watawa, wengine na ndugu askofu. Sisi wengine basi tutakuwa kwa nje, tuwepo kwa wingi, tujae kabisa katika ibada ile ya jioni, na tutaendelea kuwapokea wageni wetu. Sasa tarehe 27, yani Jumapili ile ya pili ya Pasaka, Jumapili ya huruma ya Mungu, ndio adhimisho lenyewe la kuwekwa wakfu na kusimikwa. Sasa adhimisho hilo litafanyika pale kwenye viwanja vya Kichangani. Kuingia hapo ndani ni kuanzia saa 12 asubuhi. Saa 12 asubuhi tuanze kuingia pale. Kuna milango miwili, tutakuwepo geti ile la moja la kuingilia na lingine litahusu magari. Kwa hiyo tutaingia hapo na saa 3 kamili misa itaanza. Sasa sisi wengine wote kwa kweli tunatakiwa ifikapo saa 2:30 tuwe tumeshaingia wote, maana baada ya hapo hataruhusiwa mtu kuingia, kwa kuwa msafara wa rais utaingia sasa uwanjani. Amealikwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Kazi iendelee, atakuja. Hivyo ni vizuri tuwe tumeshaingia kadiri ya maelekezo ya serikali, nusu saa kabla kutakiwe kuwa na watu wanaozunguka zunguka. Atapita yeye, basi saa 3 kamili misa takatifu itaanza kwa maandamano yatakao wahusu tu watumishi wa altare, mashemasi, mapadre, maaskofu, maabate, maaskofu. Ndio misa itaanza. Kwa hiyo tunawaomba sana tujitahidi kufika mapema na kuwa watulivu. Sasa katika adhimisho hilo wote kabisa, kama tutakaposhiriki misa takatifu, tutakula chakula wote kabisa, na utaratibu utapangwa kadiri ya vikaria zetu. Sasa ni vizuri kila mmoja ajue vikaria yake. Usipojua vikaria yako utarudi na njaa nyumbani. Kwa hiyo mababa wa maparoko tunawaomba sana, vizuri leo wote wako huko maparokiani kwetu, tukawape elimu watu, kila mtu ajue vikaria yake. Na sasa tunazo vikaria mpya zilizozaliwa, hata Isimani sasa ni vikaria. Tunaomba tuwaelekeze watu. Mabango yatakuwepo hapa, vikaria Kusamaganda, hapa vikaria Konsolata, vikaria ya Ipogoro, vikaria Isimani, zote kabisa, kila vikaria itaandikwa na kwa maandishi madogo, labda tutaweka hizo parokia. Kwa hiyo tusije tukasema kwamba hatukula chakula kwa sababu hatutendewa haki, kumbe utaratibu huo. Sasa jambo la kusisitiza, tunaomba siku hiyo tupendeze
tupendeze, na kitakachofanya tupendeze kabisa ni sare, sio za shule, vitenge na t-shirt zile zinazoitwa form 6. Sasa hivyo vitenge tunaomba vinunuliwe, visibaki, kwa sababu vikibaki sio alama nzuri. Vyote vinunuliwe. Vinauzwa kwa shilingi 30,000. Vipo vipande vitatu vinavyotosha kwa baba kushona shati, mama kushona gauni. Lakini kama kuna baba anataka kushona shati na suruali na wote kabisa, vipo vya aina mbili, na aina zote mbili ni nzuri. Aina zote mbili ni nzuri kabisa, zinapendeza. Na t-shirt zipo za rangi mbili nzuri kabisa, hasa vijana wa uvikaji ambao wanaitwa pia viwao. Tunaomba sana wanunue kwa vaa hizo t-shirt, na wengine wote watakaopenda kuvaa hizo t-shirt. T-shirt zinauzwa kwa shilingi 15,000. Sasa katika tukio hilo, kwa kuwa tunakuja ni tukio la kitaifa, kwa maana maaskofu wote watakuja, rais atafika, mapadi kutoka nchi nzima watakuja, na waamini wote wa jimbo la Iringa siku hiyo Jumapili hiyo Domenica, hakuna misa huko maparokiani, wote tunakuja kwenye misa hapa. Kwa hiyo tutakuwa wengi, tunatarajia kuwa kati ya 8,000 hadi 10,000. Jimbo la Mafinga ambapo ndio linamleta mteule watakuja kwa wingi kabisa. Sasa viti vilivyopo vinaweza visitoshe. Watakaopewa kipaumbele kukalia hivyo viti ni wenye sare za vitenge na t-shirt. Kwa hiyo hakikisha leo unanunua kitenge, t-shirt, ili siku hiyo uweze kukaa kwenye kiti. Na misa ile ni ndefu. Baada ya misa kuna hotuba zinafuata. Wataongea maaskofu, baba askofu wetu, na rais ataongea pia na kadhalika. Kwa hiyo itakuwa misa ndefu, ibada ndefu, tukio refu. Hakikisha unapata hicho kiti. Kwa kweli ni muhimu kuwa na sare hiyo. Kuanzia leo pale kwenye duka la vitabu vipo vitenge ambavyo ndio